Asante sana mpenzi mtazamaji ambaye ni mheshimiwa mkubwa wa Mokenya TV mahali popote ulipo. Naomba nikusalimie hujambo. Natumai umzima, ubuheri wa afya na penye nipo kukwema. Karibu katika mwendelezo wa matukio ili nikuhabarishe habari zile ambazo zimetufikia katika meza yetu ya habari. Amri jeshi mkuu wa Kenya, Rais William Ruto, ameonywa ghafla na kutumiwa ujumbe wa kutoa onyo kwake anapoendelea kufanya kazi yake kama amri jeshi mkuu Ikulu. Nani ametuma onyo kwa Rais William Ruto na sababu ni zipi ambazo zimechangia onyo hii kutumwa kwa Rais William Ruto? Siku ya leo, aliyekuwa rais wa Kenya wa 4 Uhuru Kenyatta alikuwa na mkutano wa wajumbe wa chama cha Jubilee kutoka kaunti ya Kiambu. Aliposimama aliweza kutoa onyo kwa Rais William Ruto na uwezi kuamini. Tumsikize onyo hii aliyoitoa kwa sababu itatuundia msingi hasa kwa yale ambayo tunaenda kuzungumzia kwa kanda hii. Lakini kabla niweke hiyo sauti, na shukuru wote ambao mnatazama Hikana mahali popote mlipo, mzidi kubarikiwa. Kwa heshima na taadhima, unapoendelea kutazama Hikana, tukabidhi like, kuna alama ya kidole hapa chini mwa kanda. Bonyeza hiyo alama ya kidole kama njia moja kutukabidhi like. Ikiwa hauja subscribe na uwashe kengele. Tumsikize Uhuru Kenyatta. Na wana haya wakiongea haya, wanaongea haya mbele ya wakubwa wa nchi, na wanasimama na wanaongea mambo ya kuchochea, mambo ya kulete vita, mambo ya kugonganisha Wakenya. Na hakuna mtu ambaye anasimama hapo kusema msiongee vile mnaongea. Wanaruhusiwa tu waongee yale ambao wanasema. Ona mwaka wa 2007, tusifikiria kwamba hiyo mambo ilianza hapo. Ilianza kwa maneno kama haya ambao watu wanaongea. Na waomba viongozi wa serikali, naomba viongozi wa usalama wa nchi hii yetu ya Kenya, kama kwa ukweli mnapenda nchi yetu, msiruhusu mambo haya yaendelee. Sauti hiyo ni aliyekuwa Rais Uhuru Kenyatta. Amemwonya rais wa sasa William Ruto kwamba hastahili kutulia wakati wandani wake wanarusha vijembe, wanatumia matamshi ya uchochezi. Anastahili kuwakanya, anastahili kuwakataza na kuwaambia matamshi hayo yanaweza kuwawanyisha taifa la Kenya. Kwa nini Uhuru Kenyatta ametoa mzomo na kumuonya William Ruto? Ikumbukwe ya kwamba wiki jana rais wa Kenya ambaye ni William Ruto alikuwa na ziara rasmi ya serikali kule mkoani Pwani. Katibu mkuu wa chama chake cha UDA, Omar Hassan, alitoa matamshi ambayo inadaiwa ni ya uchochezi wakati Ruto alikuwa anapeana hati miliki kwa wale ambao wanamiliki mashamba. Sasa Omar Hassan ambaye ni mwandani wa Ruto alisimama mbele ya Ruto akalaumu baadhi ya viongozi kutoka eneo la Mlima Kenya vile inadaiwa, haswa wala ambao walikuwa viongozi kutoka eneo lile, na kusema hivi: wale walituchukulia mashamba Kwale, wale walitukulia mashamba huku katika maeneo ya pwani yote, na waambia mkuwe tayari kuregesha nazi. Wenye nazi sasa wako tayari kuja kuzinyakua. Vikaragosi wa mahayati waliopita na watoto wao waliotudhulumu, kwa Waislamu waliopotea na watoto waliouliwa kiholela, nyinyi si wakwenda State House. Wewe na wengine waliokuwa na wewe ni wakwenda kule Shimo la Tewa kwa zile dhulma walizofanya. Umesikiza matamshi ambayo aliyoyatoa. Akasema hawa wanastahili kuwa kwa Shimo la Tewa. Inamaanisha ya kwamba gerezani, hawana nafasi ya kuzungumza katika taifa la Kenya. Tuliona baadhi ya wajumbe kutoka eneo la Mlima Kenya wakirusha vijembe kwa katibu mkuu wa UDA ambaye ni Omar Hassan. Wakasema ya kwamba anastahili kujiuzulu ama wamlazimishe kujiuzulu, kwa sababu hawatakubali liwe liwalo, liwana liwe, aendelee kukosoa viongozi kutoka eneo la Mlima Kenya.
Matamshi yake yanadaiwa kwamba yalikuwa yanamlenga aliyekuwa rais wa Kenya Uhuru Kenyatta kwa kujihusisha katika siasa za hivi sasa, kwa sababu inasemekana ya kwamba Uhuru Kenyatta ni tisho kubwa haswa kwa uchaguzi ujao wa 2027, na ikumbukwe ya kwamba yeye anamuunga mkono Dr. Fred Matiang'i kuwania kiti cha urais katika uchaguzi ujao wa 2027. If at all Matiang'i na Gachagua watafanya kazi pamoja, huenda eneo la Mlima Kenya kura zao zitakuwa katika kikabu kimoja, jambo ambalo ni tisho kubwa kwa Rais William Ruto katika uchaguzi ujao. Ikumbukwe uchaguzi uliopita wa mwaka 2022 Ruto alipata zaidi ya kura milioni 3.5 kutoka eneo la Mlima Kenya, huku hayati Raila Odinga akipata milioni 1. Ukijumulisha pamoja za Rigathi Gachagua ambazo alipeleka kwa Ruto na kwa sasa hivi hayupo pale, na za Uhuru Kenyatta zote zitakuwa tuseme 5 million. Ruto akikosa 5 million kutoka eneo la Mlima Kenya, itakuwa ngumu kushinda uchaguzi wa 2027. Ndio maana wale ambao ni wandani wa Ruto wanadaiwa kurusha vijembe kwa Uhuru Kenyatta, wanadaiwa kurusha vijembe kwa Rigathi Gachagua kama njia moja ya kutuliza mawimbi, kutuliza makali, kutuliza siasa hizo ili wawanyike wasije wakaungana, kwa sababu wakiungana itakuwa tisho kubwa kwa uongozi wa sasa wa Mheshimiwa William Ruto, tuseme mrengo wa Kenya Kwanza. Uhuru Kenyatta naye amesema ya kwamba vyombo vya dola vinastahili kuingilia kati kuhakikisha kwamba matamshi kama haya ambayo yanatolewa mbele ya viongozi ambao wanastahili kuwakanya wala ambao wanazungumza hivyo, wahakikisha ya kwamba wameshughulikia, kwa sababu hata mwaka 2007 kulianza hivi polepole kisha baadaye kukawaka. Hayo ni matamshi ya Uhuru Kenyatta, sio yangu. Sasa tuliona katibu mkuu huyu Omar Hassan akiomba msamaha. Niliweza kufanya uchanganuzi hapa, akasema apologize, kumaanisha hata yeye ameenda amegundua kuna matamshi ambayo aliyotoa sio ya kufurahisha baada ya kushambuliwa na viongozi kutoka eneo la Mlima Kenya, na yeye akasema walienda wakaunderstand vibaya yale ambayo nilikuwa namaanisha, lakini naomba msamaha kwa yale ambayo aliyoyazungumza. Na vile tunajua huwezi kuomba msamaha ikiwa haujafanya kosa, kumaanisha alikubali huenda alifanya makosa ya kulenga kabila fulani. Kosa sio kosa, lakini kurudia kosa ndio kosa. Kwa hivyo Omar Hassan anaweza kusamehewa, lakini akirudia kosa, hapo ndipo kutakuwa na siasa ambazo sio za msingi wa kusongesha taifa letu mbele. What do you think? Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika uchanganuzi wa masuala ya kisiasa. Tukutane katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. If you have not subscribed to our YouTube channel, I'm requesting you to consider subscribing by smashing the subscribe button that is down here. Once you are done, remember to turn on the notification bell so that the moment we upload and if the clip, you'll be notified automatically that Omo Kenya TV has uploaded. And if you the clip to watch, remember to share our content always with our WhatsApp groups and on Facebook. And this only way we can continue building this channel of ours, Omo Kenya TV. Be blessed, ladies and gentlemen. Let's meet in the next video. Bye bye.